Ni kawaida baada ya kupata ectopic pregnancy, yani mimba kutunga nje ya mji wa mimba, kujikuta umefanikiwa kubeba ujauzito kwa baadhi ya wanawake, lakini kuna wengine inakuwa ni ngumu sana kubeba ujauzito hata baada ya mimba kutunga nje ya kizazi, na mwingine atakwambia nilisafishwa vizuri, ila changamoto itakuwa tu ni kubeba ujauzito. Jambo la kwanza ni kutokana na either ni makovu na majeraha ambayo yalitokea kwenye ule mrija uliotolewa ule ujauzito baada ya ile mimba kuweza kutungwa. Lakini pia jambo la pili, either changamoto ambayo iliyopelekea ile ectopic ijitokeze bado ndio inayopelekea pia wewe unashindwa kubeba ujauzito hata kwa mara nyingine. Ila jambo la tatu ni kama una historia kuwa na maambukizi hasa ya PID, magonjwa ya zinaa katika via vyako vya uzazi, huwa wale bakteria wana tabia kwenda kugandamana kwenye ile mirija ya uzazi, hivyo kupelekea kubeba ujauzito inashindikana. Ila pia jambo lingine ni kutokana na ovulation yako inafanyika. Ovaries ambayo ndio ile inayoachilia yai mara kwa mara ndio iliyofanyiwa ile ectopic, hivyo ikapelekea wewe unapambana kwa muda mrefu sana unashindwa kubeba ujauzito. Na ndio maana yake nasipenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Hakikisha umefanya vipimo, lakini hakikisha umepata msaada mzuri ambao utaenda kuondokana na changamoto hii hata baada ya kupata ile ectopic, ili uweze kufanikiwa kubeba ujauzito kwa mara nyingine tena.